Habarini za saizi ndugu zangu, familia ya Dr. Mama Kavumo. Siku ya leo tuko katika bahari na ni vizuri au ni vyema nikasema niweze kuwapa elimu. Nimekuwa nikizungumzia aina ya majini. Kuna jini anaitwa Jabari, lakini kuna jini anaitwa Sharifu Sultani Suleiman bin Daudi, lakini pia nimezungumzia kuna aina ya jini anaitwa ni jini Amon. Lakini siku ya leo wapenzi watazamaji, katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo kuna jini ambaye sijawahi kumzungumzia kabisa. Huyu ni aina ya jini anaitwa Malikia. Jini huyu anaitwa ni jini bahari, ni Malikia wa bahari. Aina ya jini huyu anaitwa Malikia wa bahari. Malikia wa bahari ndiyo anatawala bahari, na ndio maana unakuta bahari inakwenda na inarudi. Anaposafiri Malikia wa bahari anasafiri na bahari, maana anahama bahari ya kwanza anasafiri kwenda bahari nyingine. Huko anakwenda kutembea au anakwenda kufanya ziara zake katika utawala wa majini, lakini anasafiri na bahari, na ndio maana anaitwa Malikia wa bahari. Wapenzi watazamaji, jini huyu kwa nini anaitwa Malikia wa bahari? Maana hutawala siku ya Jumatatu, lakini pia anatawala siku ya Ijumaa. Na ndio maana kuna siku ya maji kusafiri. Anaposafiri au wanaita maji kuondoka. Maji anapoondoka, jini huyu Malikia wa bahari anakuwa anaondoka kwenda katika bahari nyingine. Maana kuna bahari ya kwanza, kuna bahari ya pili, bahari ya tatu na bahari kuendelea mpaka bahari ya 7. Sasa bahari anaposafiri kwenda katika bahari nyingine, watu hujiuliza kwa nini maji husafiri kuondoka kwa masaa zaidi ya 5, 6, 7? Kwa sababu jini yule ni Malikia wa bahari. Anaposafiri basi husafiri na bahari yake, na ndio maana akaitwa ni Malikia wa bahari. Na jini huyu Malikia wa bahari ni lazima unapotaka kushirikiana naye, kwa sababu ni aina ya jini, lakini jini huyu anakuwa ni wa kike, na ndio maana anaitwa Malikia wa bahari. Na Malikia wa bahari yuko na uzao wake katika falme, katika tawala za kimalikia wa bahari, au yuko na wasaidizi wake katika tawala ya bahari. Kwa hiyo jini huyu, watu wengi wataweza kuniuliza, je, jini huyu ili uweze kummiliki, lakini jini huyu unapommiliki huwezi kummiliki kuishi naye ndani, kwa sababu tayari yeye ni Malikia wa bahari. Asili yake huishi baharini, hutawala katika mito na mikondo ya bahari. Yeye ndiyo kiongozi wa bahari. Kwa hiyo unapohitaji kushirikiana na jini huyu, unahitaji jini huyu akupe mali, basi jini huyu unatakiwa kumletea sadaka au kumpa sadaka au kumletea chakula chake baharini. Unapompa chakula chake baharini, basi moja kwa moja jini huyu utaweza kupata mali, lakini mali hizo zinakuwa si yeye atoke uishi naye au utoke uweze kummiliki, kumfanya kuwa wa kwako. Hapana. Jini huyu Malikia wa bahari, mara nyingi kama utahitaji kupata mali kupitia kwake, basi moja kwa moja utambue yeye atakupa mali, lakini atakupa pete, na aina ya pete yake itakuwa ni pete ya kito cha bluu bahari. Unapohitaji kuonana naye ni lazima uje baharini kwenye sehemu za fukwe. Maji yanapokuwa yameondoka, maana jini huyu huwezi kumpata. Uhakikishe maji yanakuwa yanaporudi, basi jini yule anarudi na mali nyingi, kwa sababu anakuwa anamiliki mali za kutoka bahari ya kwanza, bahari ya pili, bahari ya 3, bahari ya 4 na bahari ya 7. Na asili ya majini wote wanakuwa wako chini yake, maana yeye ni kiongozi wao katika bahari. Na jini huyu wapenzi watazamaji, jini bahari, lakini pia anaweza akakupenda, akakutunuku, akakupa mali yeye mwenyewe pasipo kumuomba. Sasa jini huyu anapohitaji kukupa mali yeye mwenyewe pasipo kukuomba, Malikia wa bahari, kuna vitu huwa anaweza kukuagiza, au kuna vitu huwa anaweza kukuelekeza ili aweze kukupa hizo mali. Lakini Malikia wa bahari, utambue aina ya jini huyu, kwanza ni jini mzuri, ni jini mrembo, lakini asili yake, mwili wake unakuwa ni kama bahari.
na kusafiri kwake husafiri na bahari, na ndio maana anakuwa hawezi kutoka baharini kuja kuishi naye wewe katika chumba maalum, kwamba kuna chumba utaandaa ili jini huyu haje. Hapana. Lakini moja kwa moja unapokuwa unahitaji sasa kushirikiana na jini huyu, ni lazima uweze kuja baharini, na maji yale yanapokuwa yamerudi, maana amesharudi kutoka safari yake, katika vikao vyake, katika ziara zake, kwa hiyo anarudi na ile bahari yake. Kwa hiyo anapokuja basi anaweza kutoka katika bahari, mara nyingi husimama pembezoni mwa bahari, yaani maji na yeye anakuwa pembezoni mwa bahari. Basi moja kwa moja jini huyo ataweza kukupa mali kupitia bahari, lakini huwezi kummiliki, huwezi kumtawala, kwa sababu yeye atakupa mali yake, lakini yale maelekezo yake utapewa pete ya kito cha bluu bahari. Na mara nyingi unapokuwa na jini huyu utajikuta unaota ndoto uko baharini, utajikuta unaota ndoto unakabidhiwa mali, na atakupa taarifa ya ndoto mbalimbali ya kile kinachokwenda kutokea. Huenda kuna jambo linataka kutokea kwako, au kuna kitu kinahitaji kutokea kwenye maisha yako, basi jini huyo anaweza kuwa anakuelekeza jambo litakalotokea kesho, basi yeye anakuelekeza leo. Huyu anaitwa jini Malikia wa Bahari, na jina lake ndiye Malikia wa Bahari, hutawama mali zote na miji yote katika bahari. Yeye ni kiongozi katika bahari. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Endelea kupata elimu ya viumbe katika bahari, au viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kunifuatilia na kuendelea kupata elimu zaidi. Asanteni, karibuni.